Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Mbunge wa zamani wa Kilwa Kusini, Seleman Bungara maarufu kama Bwege, ameibua mjadala mitandaoni baada ya kueleza kutoridhishwa kwake na ukimya wa kiongozi mstaafu wa kisiasa Zitto Kabwe kuhusiana na hali ya katibu mkuu wa Chadema Tundu Lissu. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii, Bwege alihoji kwa nini Zitto hajatoa kauli wala kuonekana hadharani kumtembelea Lissu licha ya historia yao ya ukaribu wa kisiasa na kirafiki. Alikumbusha tukio la kushambuliwa kwa Lissu kwa risasi mwaka 2017 na kueleza kuwa wakati huo Zitto alisafiri nje ya nchi kwenda kumjulia hali, lakini kwa sasa hajaonekana kuchukua hatua kama hiyo wakati Lissu akiwa gerezani. Bwege alieleza kuwa hali anayopitia Lissu inapaswa kuwaunganisha viongozi wa upinzani na kuwafanya wawe na msimamo wa pamoja, hasa katika nyakati za changamoto za kisiasa. Kauli hiyo imechochea mjadala mpana mitandaoni, huku baadhi ya wachambuzi na wafuasi wa siasa wakitafakari maana ya ukimya huo. Historia ya kisiasa. Zitto Kabwe aliwahi kukulia kisiasa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kabla ya kuanzisha chama cha ACT Wazalendo. Kwa kipindi cha miaka kadhaa, alifanya kazi kwa karibu na Tundu Lissu, hasa alipokuwa mbunge wa Kigoma Kaskazini kati ya mwaka 2010 na 2015, wakati Lissu akiwa mmoja wa wanasheria waliokuwa mstari wa mbele katika masuala ya kisheria ya chama hicho. Hata hivyo, tangu Lissu kuendelea kushikiliwa gerezani kwa muda mrefu kutokana na kesi inayomkabili, hakujawa na kauli ya wazi kutoka kwa Zitto Kabwe kuhusu suala hilo, jambo linaloendelea kuzua maswali miongoni mwa wananchi na wadau wa siasa. Mjadala unaoendelea. Hoja kuu inayojitokeza ni tafsiri ya ukimya wa Zitto katika muktadha wa historia yake ya kisiasa na uhusiano wake na Lissu. Wapo wanaona ni suala la maamuzi binafsi ya kisiasa, huku wengine wakihisi kuwa mshikamano wa kisiasa na kibinadamu ungetarajiwa kuonekana wazi zaidi katika kipindi cha changamoto kama hiki. Kwa sasa, mjadala unaendelea mitandaoni, ukigusa masuala ya mshikamano ndani ya vyama vya upinzani, uwajibikaji wa viongozi kwa wenzao na matarajio ya wananchi kwa wanasiasa wao katika nyakati za misukosuko.